mpya wa maeneo ya Wapalestina yaliyoharibiwa kwa vita. Na Saudi Arabia yajitolea kuyalipa madeni yote ya Syria katika Benki ya Dunia. Habari kamili. Vienna. Mkuu wa shirika la kudhibiti nguvu ya atomiki duniani la IAEA, Rafael Grossi, amesema atakwenda Tehran wiki hii kabla ya duru ya pili ya mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Iran, Grossi anatarajiwa siku ya Jumatano mjini Tehran. Akizungumzia juu ya ziara hiyo na kitakachojadiliwa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghai, amesema shughuli za kuratibu zinaendelea. Banabarin asl safar tafahum shode. Kuhusu maelezo ya kina juu ya ziara ya Grossi, ajenda, mikutano na masuala mengine, ujumbe wetu mjini Vienna unashughulika kuratibu pamoja na ofisi ya katibu mkuu, na kimsingi itafanyika wiki hii. Usul bayad hamin hafta anjam beshe. Ziara ya Grossi Tehran inafanyika baada ya Jumamosi Marekani na Iran kuanza mazungumzo mjini Muscat, Oman, kuhusu uwezekano wa kupatikana makubaliano mapya nyuklia. Marekani na nchi za Magharibi zina wasiwasi na mpango wa nyuklia wa Iran kwamba sio wa amani. Vyanzo kutoka Italia vimefahamisha kwamba mataifa hayo mawili yanatarajiwa kukutana kuendeleza mazungumzo hayo mjini Roma mwishoni mwa juma. Luxembourg. Umoja wa Ulaya umesema utasaidia katika ujenzi mpya maeneo ya Palestina yaliyoharibiwa kutokana na mashambulizi ya Israel. Umoja huo umeahidi kutoa dola bilioni 1.8 kwa kipindi cha miaka mitatu ijayo. Taarifa ya halmashauri kuu ya umoja huo imesema kwamba taasisi hiyo imejitolea kuwasaidia Wapalestina na iko tayari kuunga mkono amani endelevu na ya kudumu itakayozingatia kuundwa kwa madola mawili. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa mwito wa kufanyika mageuzi katika mamlaka ya Wapalestina baada ya vita vya Gaza. Macron pamoja na Rais Mahmoud Abbas wa mamlaka ya Wapalestina waliozungumza kwa njia ya simu leo wametoa mwito wa usitishaji vita haraka na kuimarishwa kwa juhudi za kutoa msaada wa kibinadamu. Beirut. Vyanzo vilivyoko karibu na Syria na Saudi Arabia vimeeleza kwamba Saudi Arabia ina mpango wa kuilipia Syria madeni yake yote inayodaiwa na Benki ya Dunia. Hatua hiyo itafungua njia ya kuidhinishwa kwa hatua ya kupatikana mamilioni ya dola za kusimamia ujenzi mpya wa taifa hilo pamoja na kusaidia sekta yake ya umma iliyoporomoka. Mipango hiyo ambayo haijawahi kuripotiwa awali itakuwa ya mwanzo kutangazwa, ikihusisha ufadhili wa Saudi Arabia kwa Syria tangu ulipoangushwa na waasi utawala wa Bashar al-Assad mwaka jana. Kadhalika, huenda pia mpango huo ukawa ishara ya uungaji mkono muhimu wa nchi za Ghuba kwa Syria baada ya Qatar pia mwezi uliopita kutangaza mpango wa kuisaidia nchi hiyo. Syria inadaiwa kiasi dola milioni 15 na Benki ya Dunia ambazo zinabidi zilipwe kabla ya taasisi hiyo kuidhinisha misaada mingine kwa nchi hiyo. Mnaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka hapa DW Bonn. Addis Ababa. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limesema leo kwamba Ethiopia inaendesha mchakato wa kuhamisha kwa nguvu idadi kubwa ya watu na imeshindwa kuzishauri familia zilizoathirika na zoezi hilo. Shirika hilo limeitolea mwito serikali ya mjini Addis Ababa kusitisha mara moja mchakato huo wa miradi ya kuifanyia ukarabati miji. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed aliyeingia madarakani mwaka 2018 anaongoza kile kinachofahamika kama mradi wa barabara unaolenga kuzikarabati na kutanua barabara za mji mkuu na miji mingine ya taifa hilo. Tangu alipoanzisha mradi huo mwaka 2022 kumeshuhudiwa hatua za kubomolewa majumba, maduka na majengo ya maofisi katika mji mkuu Addis Ababa na miji mingine kiasi 58. Amnesty International imeiomba serikali kusitisha hatua ya kuhamisha watu na mradi huo hadi itakapofanyika tathmini ya kuangalia athari zake kwa haki za binadamu. Hanoi. Rais wa China Xi Jinping na mwenzake wa Vietnam wameahidi kuimarisha mahusiano yao ya kiuchumi kukabiliana na vita ya kibiashara na Marekani. Xi aliyewasili leo mjini Hanoi kwa ziara ya siku 2 amefanya mazungumzo na kiongozi mkuu wa chama cha kikomunisti cha Vietnam, To Lam,
pamoja na kushuhudia kusainiwa kwa mikataba 40 ya kibiashara na kiuchumi miongoni mwa mengine na nchi hiyo. Kesho Jumanne anatarajiwa kushiriki sherehe ya uzinduzi wa mradi mpya wa reli wa dola bilioni 8 unaoungwa mkono na China. Kwenye ziara hiyo ya Vietnam, Xi Jinping pia ameikosoa vita ya kibiashara iliyoanzishwa na Rais Donald Trump, akisema vita hiyo haitokuwa na mshindi na hatua ya Marekani ya kulinda masoko yake haitofika kokote. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Samu Masiba, asante sana kwa taarifa ya habari za ulimwengu, na yapo mengi tuliokuandalia jioni hii, ila haya ni baadhi tu. Urusi yadai mashambulizi yake ya jana huko Sumi yaliyowaua watu 34 yaliulenga mkusanyiko wa kundi la wanajeshi wa Ukraine na wala sio raia. Hatua ya chama cha ACT Wazalendo kwenda nje tofauti na Chadema kwa kutia saini maadili ya uchaguzi huko Tanzania inaashiria ushindi wa moja kwa moja wa CCM katika uchaguzi wa Oktoba? Hapana. Sisi tunaona CCM tungewaachia. Tayari viko vyama zaidi ya 10 na jumla ya 17 vilikuwa tayari kwenda aina kujiwekea huo uhakika wa ushiriki wa miaka 5. Mimi ninaamini kwamba hilo lingekuwa kosa la kimkakati. Na duru ya pili ya mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran yapangiwa kufanyika Roma, Italia. Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia redio wa shirika kote huko Afrika Mashariki na pia katika tovuti yetu ya dw.com/Kiswahili na kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook na YouTube, channel yetu ya YouTube DW Kiswahili. Unaweza kututazama moja kwa moja huko. Nikukumbushe tu usisahau kuandika maoni yako katika mitandao hiyo ya kijamii, alafu nitakuwa nayasoma baadaye. Kwa sasa hivi tuvalie njuga uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali. Tuanze na ripoti hii kuhusiana na Iran na Marekani, ambapo duru ya pili ya mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran yamepangwa kufanyika Roma, Italia, wakati ambapo mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA Rafael Grossi akithibitisha kwamba ataelekea Tehran baadaye wiki hii kabla ya mazungumzo hayo, katika juhudi za kujadiliana jinsi ya kuwawezesha wakaguzi wa shirika hilo katika mpango wa nyuklia wa Iran. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo. Shirika la habari la Italia ANSA limeripoti leo kuwa waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani amesema amepokea ombi kutoka kwa pande husika na kutoka Oman ambayo ni mpatanishi, na wao wametoa jibu zuri. Matamshi hayo yameyatoa katika maonyesho yanayofanyika Osaka, Japan. Iran na Marekani zimesema zilifanya mazungumzo mazuri na ya kujenga huko Oman Jumamosi iliyopita na zimekubaliana kukutana tena wiki hii. Tajani amesema Roma imekuwa mwenyeji wa mikutano ya aina hiyo na imejiandaa kufanya kila linalowezekana kuunga mkono mazungumzo yote ambayo yataelekea kupata suluhisho la mzozo wa nyuklia na kujenga amani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghei, amewaambia waandishi habari leo kuwa Oman, ambayo ilikuwa mwenyeji wa duru ya kwanza ya mazungumzo siku ya Jumamosi, itaendelea kuwa mpatanishi wa pande hizo mbili na kwamba mazungumzo yajayo yatafanyika sehemu nyingine. Duru ijayo ya mazungumzo huenda ikafanyika mahali pengine, lakini sio Oman. Hili sio jambo muhimu sana. Awali shirika la habari la Marekani Axios lilivinukuu vyanzo viwili vya habari vyenye uelewa wa suala hilo na kuripoti kuwa duru ya pili ya mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran itafanyika Roma siku ya Jumamosi. Aidha, duru za serikali ya Italia zimethibitisha kwamba awamu ijayo ya mazungumzo itafanyika Roma siku ya Jumamosi. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye ametishia kuchukua hatua za kijeshi ikiwa hakuna makubaliano yatakayofikiwa ya kusitisha mpango wa nyuklia wa Iran, jana Jumapili aliwaambia waandishi habari kwamba alikutana na washauri kuhusu Iran na anatarajia kufikiwa uamuzi wa haraka. Hata hivyo hakutoa maelezo zaidi. Wakati huo huo, mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA Rafael Grossi ametangaza kuwa ataelekea Tehran baadaye wiki hii
kabla ya duru ijayo ya mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, Grossi anatarajiwa kuwasili Iran siku ya Jumatano usiku na atakutana na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na Rais Masoud Pezeshkian. Grossi ameandika leo katika mtandao wa kijamii wa X kwamba mazungumzo na ushirikiano unaoendelea na IAEA ni muhimu katika wakati ambapo suluhisho la kidiplomasia linahitajika haraka. Hiyo ilikuwa ni ripoti yake Grace Kabogo. Na sasa tugeukie mzozo wa Urusi na Ukraine, ambapo Urusi imedai kwamba mashambulizi yake ya jana dhidi ya eneo la Sumy nchini Ukraine yalilenga mkusanyiko wa kundi la wanajeshi wa Ukraine. Mashambulizi hayo ambayo yamesababisha vifo vya watu 34 wakiwemo watoto na kuwajeruhi wengine wengi yameshutumiwa vikali na viongozi mbalimbali barani Ulaya, wakiyataja kuwa uhalifu wa kivita. Lubega Emmanuel na mengi zaidi. Mashambulizi hayo ya Urusi yalifanyika kilomita 30 ndani ya mpaka wa Ukraini na Urusi. Miongoni mwa watu waliouawa kutokana na makombora ya Urusi walikuwa watoto wawili, huku idadi ya waliojeruhiwa ikifikia watu 119. Hii ni kwa mujibu wa taarifa za maafisa wa Ukraini, wakiyataja kuwa ya pili hatari katika kipindi cha wiki moja tu. Alipohojiwa kuhusu taarifa za mashambulizi hayo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amedai kuwa majeshi ya Urusi yalilenga kushambulia vituo vya kijeshi tu. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kuwa waliushambulia mkusanyiko wa maafisa wa ngazi za juu wa Ukraine. Imeukosoa utawala wa Kiev kwa kutumia raia kama kinga wakati wa kuendesha mkutano wa kijeshi katikati mwa mji huo wa Sumy. Wizara hiyo imetaja kuwaua wanajeshi zaidi ya 60, lakini haikutoa ushahidi kuthibitisha madai yake hayo. Katika ujumbe wake kwenye majukwaa ya kijamii, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa mwito kwa jamii ya kimataifa kuchukua hatua kufuatia mashambulio hayo, akielezea kuwa la kwanza liliharibu majengo ya chuo kikuu na lingine likaripukia kwenye barabara kuu. Amesema kuwa shinikizo dhidi ya Urusi ndilo litamfanya Rais Vladimir Putin kuacha mashambulizi hayo na kutaka vikwazo viwekwe dhidi ya sekta zinazofadhili upatikanaji wa zana za mauaji za Urusi. Waziri wa masuala ya kigeni wa Poland Radek Sikorski, ambaye nchi yake inashikilia kiti cha urais wa Umoja wa Ulaya, ameyataja mashambulizi ya Urusi kuwa dharau na kejeli kwa mwitikio wa serikali ya Kiev kukomesha vita kama ilivyopendekezwa na Marekani zaidi ya mwezi mmoja uliopita. Waziri wa masuala ya kigeni wa Finland Elina Valtonen naye ametoa mtazamo kama huo, akielezea kuwa mashambulizi kwenye mji wa Sumy yamefanyika siku chache baada ya mjumbe wa Rais Donald Trump Steve Witkoff kufanya mazungumzo mjini St. Petersburg na rais wa Urusi Vladimir Putin. Ametaja mashambulizi hayo kudhihirisha kuwa Urusi haithamini mchakato wa amani na pia haijali maisha ya binadamu, huku waziri wa masuala ya kigeni wa Ufaransa Jean-Noel Barrot akisema kuwa Rais Putin hana kusudio lolote kukubali usitishaji vita. Amehimiza Umoja wa Ulaya kuchukua hatua kali za vikwazo dhidi ya Urusi ili kuathiri uchumi wake. Hadi sasa Umoja wa Ulaya umeiwekea Urusi vikwazo 16 na wanajadili cha 17. Ila kikwazo hicho kinacheleweshwa kwa kuwa kinaathiri pia uchumi wa mataifa kadhaa ya bara hilo. DW tunavuma kwa kishindo.